Yanayojiri duniani sasa ambapo rais wa Irani Masoud Pezeshkian amekiri jana kwamba raia wa nchi yake wanakabiliwa na matatizo kadhaa. Hii ni baada ya Marekani kuanzisha tena wimbi jipya la vikwazo vinavyolenga kuharibu uchumi wake zaidi. Sasa rais wa Irani Masoud Pezeshkian amekiri kwamba raia wake wanakabiliwa na matatizo mengi. Na wakumbuka wiki iliyopita Rais Trump alisema sasa hivi wapo kwenye wimbi jingine kubwa la vikwazo kuliko ambayo wamewahi kuifanya. Na kuna mtu mmoja aliuliza hapa kama ina tofauti. Sasa kauli hii inajiri baada ya Marekani kuwapa wiki iliyopita kwamba kuangusha utawala wa Irani kupitia kampeni mpya ya vikwazo iliyotangazwa karibu miezi 6 baada ya kuanza kwa vita vyao. Katika jibu lake, Pezeshkian amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameifanya Irani kuwa katika vita kamili ya kiuchumi, kijeshi na kiusalama. Kimnukuu, anasema serikali ya Irani imekabiliwa na mawimbi kadhaa ya maandamano makubwa katika miaka ya hivi karibuni, ambayo mara nyingi yalisababishwa na hali ngumu ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei na kuyumba kwa biashara ya sarafu za kigeni, na hivyo kusababisha kupungua kwa nguvu ya ununuzi. Rais huyo anasema anaitetea ile hati ya maelewano ya hivi karibuni kama njia bora kwa nchi hiyo kusonga mbele zaidi na kile kinachoendelea. Vikwazo Irani ni kama nyumbani kwake. Vikwazo Irani ni kama nyumbani kwake, na kimsingi juzi mimi niliandika katika mtandao kwamba ni kweli Marekani imechukua hatua hii kama sehemu ya kuongeza mbinyo kwa taifa hilo. Lakini ikumbukwe kwamba kwa miaka 47 Iran imeishi katika hali hiyo ya vikwazo kutoka kwa Marekani huyu. Hiyo ni moja, lakini upande mwingine wa pili, vikwazo hivi vinaweza vikawa na athari ya ndani ya nchi hiyo. Ni kweli kwenye mfumuko wa bei na kuendelea kuvuruga mkanganyiko katika swala zima la huduma, lakini si kumaanisha kwamba vikwazo hivyo vitakuwa na ufanisi kwa 100%. Kwa nini? Kwa sababu kadhaa. Moja, Iran anafanya biashara na mataifa mengi ukiacha yale ya Umoja wa Ulaya na hata Marekani yenyewe. Utakumbuka Urusi ni mshirika wake, Korea Kaskazini ni mshirika wake, China ni mshirika wake, lakini pia hata India. Na haya ni mataifa ambayo Marekani licha ya kwamba anaweza kawa na ushawishi, lakini sio wa kiwango cha kuyazuia kufanya biashara moja kwa moja na taifa hilo la Iran. Lakini namba 2, Iran imekuwa na uthabiti kwa muda mrefu sana kupitia kujenga mifumo yake ya ndani. Katika mantiki gani? Kwamba vile vikwazo vya miongo 4 na miaka 7 viliwafundisha self reliance, unaweza kusema. Ndio maana Mchungu alikuwa anatuambia hapa wakati amekwenda Tehran kwamba nyingi ya bidhaa ambazo wa Iran wanatumia ni locally made, ni bidhaa zilizotengenezwa ndani kwao wenyewe na wao wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu they learned the hard way a great lesson katika vikwazo vilivyopita. Walijifunza somo kubwa kupitia vikwazo vya miaka 47. Sasa katika mazingira hayo ni kwa kiasi unaweza kaona kwamba hivi vikwazo vya sasa ni kama uji ulioletwa katika ladha ya ukwaju. Uji ambao awali ulikuja ukiwa umechanganywa na ubuyu. Naweza kusema hivi kwamba ni vikwazo vinavyokuja si kama vipya, kama muendelezo wa vikwazo ambavyo Iran wameshawahi kukutana navyo na wameviishi na wakavimudu na mpaka leo hii wameendelea kuwepo. Kwa hiyo ni kweli kwa sehemu kama ambavyo Dr. Masoud Pezeshkian, rais wa nchi hiyo, anasema vinaweza kuwa na athari hasa katika masoko na biashara ambazo walikuwa wanafanya katika mataifa ya Ulaya. Utakumbuka pia kwamba randama ya Juni 16 mwaka 2026 ambayo mpaka sasa hivi imeendelea kuwa katika mtanziko, pamoja na mambo mengine, ilikuwa inahusisha Marekani na washirika wengine wa Umoja wa Ulaya
kuachilia fedha, mabilioni ya fedha ya dola ambayo yameshikiliwa kwa muda mrefu, lakini pia hata mali nyingine na kuondosha vikwazo vya mafuta. Kwa hiyo inawezekana kwa yale mafuta ambayo Irani ilikuwa inauza ikitegemea soko la nchi za magharibi kwa maana ya Umoja wa Ulaya na Marekani wakaathirika. Lakini pia hata fedha na mali nyinginezo ambazo zilikuwa ziko katika mataifa hayo ambayo ni washirika wa Marekani vikaendelea kushikiliwa. Lakini si kusema kibiashara au kiuchumi itatetereka, kwa sababu mataifa manne niliyoyataja, kumkumbusha msikilizaji, China, Urusi, India pamoja na Korea Kaskazini yatasitisha biashara nayo. Kwa hiyo ni kweli vikwazo vinaweza kuwepo, lakini uthabiti wa kibiashara na kiuchumi utaendelea kuwepo, hata kama ni kwa kiasi ambacho kimetereka kidogo, kwa sababu mataifa haya manne niliyoyataja ni makubwa kiuchumi na hata kijeshi, na Marekani hana uwezo wa kuyashinikiza kujiondosha kabisa kwa 100% katika ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi na taifa hilo. Hayo ndio yanaendelea kule Irani na vikwazo, na aliuliza hapo kwamba vinafanana na vya zamani, ni vile vile vikwazo. Ndio maana nikaviita kwamba ni uji uliokuja ukiwa na ladha ya ukwaju, wakati mgonjwa mwanzoni alikuwa analetewa uji wenye ladha ya ubuyu.